msikiti ambao umejengwa kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hivyo ikawa leo lengo letu kubwa ni kuutambulisha msikiti huu, waita watu wa eneo hili tushirikiane nao ili kuwakabidhi rasmi msikiti huu, kwa sababu msikiti si mali ya mtu, bali ni mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi sote tunaisimamia mali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo niseme tu insha Allah, katika mazungumzo haya tutazungumzia msikiti ni nini, na tutazungumzia kuimarisha msikiti kunakuwa kwa kufanya nini. Haya ni mambo ambayo nitajikita biidhnillahi ta'ala kuyazungumza katika mazungumzo yetu ya leo haya biidhnillahi ta'ala. Jambo la kwanza, ndugu zangu katika imani, ukizungumzia msikiti, kila mmoja anafahamu ni jina la Kiarabu linalotokana na neno masjid. Kwa Kiarabu wanaita masjid. Na masjid ismu makan, ni jina la sehemu ambayo watu ndani yake wana sujudu. Yani ukisema masjid, maana yake ni eneo ambalo watu ndani yake wana sujudu. Lakini hili neno masjid lina maana pana zaidi ya kusujudu, kwa sababu kwenye lugha ya Kiarabu au lugha ya Kiarabu ina balagha yake, ina falsafa yake. Wakati fulani kinaweza kikaitwa kitu kwa jina fulani, lakini likawa ina maana pana zaidi, na ndio hili neno masjid. Maana yake ni sehemu ya kusujudia, lakini kwa maana yake pana iliyokusudiwa, maana yake ni sehemu ya kuswalia. Na hii wanaita itlaq aljuzu wa iradati alkull. Imekusudiwa, maneno yamekuja yakionyesha ni sehemu ya kitu, wakati makusudio ni kwamba kitu chote kile. Kusujudu ni sehemu ya matendo ya sala. Katika swala kuna kusimama, kuna kurukuu, kuna kusujudu, kuna maneno, matamshi mbalimbali ambayo tunayazungumza, kwa sababu sala imekusanya matendo na maneno. Katika hayo matendo ipo kusujudu, na ni tendo kubwa kabisa katika swala, bali ni jambo kubwa kabisa analofanyiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kumwabudu. Kwa hiyo ndio maana sala au ndio maana msikiti ukaitwa masjid, ikiwa inakusudiwa sala kwa ujumla kwamba inatendeka ndani ya msikiti. Ndugu zangu, jambo la kwanza la kutambua kuhusu huu msikiti ni nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa pamoja na kwamba kuna mtu au kuna watu wamejitolea wakajenga nyumba hii, lakini wamejenga nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio nyumba yake yeye mtu aliyejenga.
isipokuwa yeye anapata faida kubwa na thawabu kubwa za kujenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii sehemu hivi sasa ambayo ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ahabbu buqa'i Allah subhanahu wa ta'ala au ardi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbu al-buqa' au al-biqa' fi al-ard, ni eneo linalopendwa sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi. Imekuja katika hadithi ambayo imeipokea sahaba mkubwa anaitwa Abu Huraira. Sahaba huyu anaeleza maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sehemu anayoipenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi ni misikiti, na sehemu anayochukia zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi ni masokoni. Kwa nini Allah anapenda misikiti, na kwa nini Allah anachukia maeneo ya sokoni? Wanazuoni wameeleza sababu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapenda misikiti kwa sababu ni eneo ambalo anatajwa yeye Allah, anatukuzwa yeye Allah, anahimidiwa, anashukuriwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika misikiti. Hiyo ni sehemu muhimu sana, sehemu inayompendeza sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ahabbul biladi ila Allah masajiduha, eneo ambalo analipenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi ni misikiti. Lakini kwa nini masoko anayochukia sana Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu ya tabia ya masoko. Masokoni kwa hakika, pamoja na kwamba ni sehemu ambayo inafanyika shughuli za kihalali za kuuza na kununua, lakini ndani yake kuna maneno machafu, ndani yake kuna viapo vya uongo, ndani yake kuna ghishi na hadaa, ndani yake kuna wizi. Kwa hiyo ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, abghadul biladi ila Allah aswaquha, kwamba maeneo ambayo anayachukia Allah zaidi maeneo ya masoko. Lakini haya maeneo ya masoko yakibadilika, kama ataleta Allah tawfik, watu wakawa ni wacha Mungu, wakabadilisha haya masoko yakawa hakuna hayo ambayo yanapelekea Allah ayachukie, basi maeneo haya yatakuwa ni maeneo mazuri yenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini utaka kujua kwamba masoko ni sehemu inayomchukiza Allah na kwamba hayo mambo yapo, siku moja wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikwenda sokoni akafanya ukaguzi, kama vile Sheikh Mvungi anavyofanya ukaguzi kwenye gari yake anayoendesha, ili ajue chombo gani kina shida gani na kadha wa kadha. Sheikh Mvungi ndio huyo hapo, dereva wetu mashaallah. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka kwenda sokoni kukagua raia wake, watu wake, wafuasi wake, vipi wanahusiana na vipi wananunua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakagua bidhaa mbalimbali, ikafika eneo akakuta mfanya biashara mmoja anauza unga, nafikiri utakuwa unga wa ngano,
akaingiza mkono Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye unga. Alipotoa mkono wake akakuta umeloa maji. Akamuuliza, ma hadha ya sahiba ta'am? Kamuuliza, ni nini hiki ambacho kimenifanya mikono yangu ilowe? Kwa sababu asili ya unga hauna maji. Kitu gani hiki? Akasema, kamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa heshima ya hali ya juu, akasema, asabatuhu samaa'u ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kilichotokea imenyesha mvua. Hii mvua ikalowesha unga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas, kwa nini sasa huu unga ulioloa usiweke juu ili watu wauone? Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, man ghashana falaysa minna, yeyote yule ambaye atatufanyia hadaa, huyo si katika sisi. Laysa minna, si katika sisi. Kufanya hadaa, jambo hilo linapatikana sana masokoni, ghish na mambo mbalimbali ya uongo. Mtu unakwenda kununua bidhaa kilo moja, unaikuta haijakamilika, kuna upungufu kadhaa. Kwa hivyo ndio maana ikawa ni maeneo yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya vitendo vyake. Lakini misikiti ni sehemu inayopendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, msikiti ni kitu muhimu sana katika jamii ya Waislamu, na ndio maana mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alipofika katika mji wa Madina Munawwara, jambo la kwanza alilolifanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kujenga msikiti. Alifanya bidii kubwa kabla hajajenga nyumba yake. Alijenga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam msikiti ambao ulikuwa haunajulikana mpaka sasa kuwa ni msikiti wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu msikiti wa mtume haukuwa na thamani kubwa kama huu tunaoona hapa, hata kidogo. Ulikuwa msikiti uliojengwa kwa udongo, uliojengwa kwa miti, uliojengwa kwa kutumia yale makarala ya mitende, makuti ya mtende. Ndio ulikuwa msikiti wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliujenga kwa bidii kubwa yeye na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa yeye pia mtume sallallahu alaihi wasallam ameshiriki katika ujenzi ule msikiti. Aliwaona masahaba zake wakiwa wanabeba udongo, wakiwa wanachimba katika hali ya dhiki, katika hali ya jua kali, katika hali kwa kweli ilikuwa ni hali ngumu sana. Akawaona wale masahaba katika hali hiyo, mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahishwa sana na hali yao. Akasema maneno mashuhuri, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirin. Na haya maneno tabani yalikuwa yamezungumzwa pengine katika tukio lingine la vita vya Uhud, vita vya Khandaq hivi kama nakumbuka, ilitokea jambo kama hilo. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walifanya bidii kubwa katika kujenga msikiti huu katika mazingira magumu. Lakini kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza alijenga msikiti? Kutokana na umuhimu wa msikiti. Msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni sehemu nyeti sana, na ndio lile ambalo tunalotaka kulizungumza zaidi katika mazungumzo yetu haya. Ndugu zangu, msikiti pamoja na taarifu yake tulivyoeleza kwamba ni sehemu ya kusalia, lakini msikiti wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa
nyingi sana. Miongoni mwa kazi hizo, pamoja na kwamba ni sehemu ya kuswali, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini msikiti pia ni ma'wa lidhuafa wal fuqara, ni sehemu ya kufikia na kujihifadhi watu dhaifu na mafakiri. Hawa watu dhaifu wasiokuwa na uwezo walikuwa wakifikia msikitini, ima amekatikiwa na njia, kwa maana alikuwa msafiri lakini hakuweza kuunganisha safari yake kwa sababu moja au nyingine, au ni mtu maskini anakuja katika msikiti kwa ajili ya kutaka msaada, watu wamsaidie. Na ndio maana kulikuwa na eneo maalum, na lipo mpaka leo pale katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaitwa Sufa. Eneo hilo walikuwa wakifikia watu maskini na wakitambulika kwamba eneo hili aliyefika basi ana shida na matatizo. Kwa hiyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa wenyeji kwa mji wa Madina Munawwara, walikuwa wakiweka vyakula pale, wakiweka tende pale, wale wakija wanakula, wanashiba mpaka wanaweza kujikwamua kwenye matatizo yao, wakatoka wakaja wengine na wengine. Kwa hiyo msikiti ni sehemu ya kukimbilia wale watu ambao ni dhaifu. Lakini msikiti wakati wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa ni sehemu ya mahakama, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia msikiti kuhukumu au kutoa maamuzi kwenye mambo mbalimbali. Kama kuna gogoro fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisikiliza pande mbili, alafu akatoa maamuzi kwenye gogoro hilo. Kwa kisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini. Kwa hiyo msikiti una kazi kubwa sana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo inapasa kazi hizo zifufuliwe wakati huu wetu sisi, kwa sababu ni kitu ambacho kwa hakika kimepotea katika jamii. Ndugu zangu, msikiti kama tulivyozungumza, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'ani tukufu, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, hakika anayeimarisha misikiti ya Allah ni yule ambaye anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini siku ya mwisho. Kuimarisha misikiti kuna aina mbili. Taban, kabla ya hapo tuelezee aya hii inaeleza kwa nini imekuja katika sura hii. Hakika hasa anayeimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala yule anayeamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, akazitaja sifa hizo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu bwana mmoja ambaye ni ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Abbas ibn Abdul Muttalib, kabla hajasilimu, kabla hajawa Muislamu, aliingia kwenye mateka, akawa katika mateka waliotekwa na Waislamu. Sasa wakati masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamemteka, wakaona huyu ni ami yake Mtume, baadhi yao wakawa wanamlewaza hivi kwa sababu ni ami yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmoja akamwambia, hivi kwa nini usisilimu wewe ukawa muunga mkono ndugu yako, kamuunga mkono mwanao? Kwa nini usifanye maamuzi hayo? Yeye wakati huo Abbas ibn Abdul Muttalib, ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, lakini mimi nafanya mambo makubwa. Katika mambo ambayo ninayofanya mimi pale katika msikiti wa Makka pale, mimi ninachofanya ni kuwalisha watu wanyonge na kuwasaidia, nawalisha chakula na wasaidia wanyonge. Hili ni jambo kubwa sana. Akahisi kama hilo ni jambo kubwa, lakini aya ikasema ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah, haiwezekani
mtu ambaye mshirikina, ambaye sio Muislamu, akaimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anayeimarisha misikiti ya Allah ni mu'min ambaye mwenye imani. Sasa hii inazungumzia kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abbas bin Abi Talib, baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati huo kabla hajasilimu, aliona lile tendo lake, pamoja na kwamba yeye sio Muislamu, lakini anasaidia masuala ya kijamii katika msikiti kama vyakula na kuwasaidia wanyonge. Akaona tendo lile kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana, ikawa tofauti na hivyo. Ndani ya misikiti hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunazungumza, jambo la kwanza kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuijenga misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana imekuja hadithi mashuhuri ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qata libaytiha bana Allahu lahu baitan fil janna. Yoyote yule atakayejenga msikiti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, msikiti huo hata kama ukiwa mdogo, wanasema kwa tafsiri rahisi ya Kiswahili, kama kiota cha ndege, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba yake peponi. Fikiria hiyo nyumba ambayo umeijenga ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba ndogo. Amesema hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamifhasi qata, yani kama kiota cha ndege tu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakujengea nyumba peponi. Hii ni kuhimiza kujenga misikiti, kwa sababu haiwezekani mtu akajenga msikiti wenye ukubwa wa kiota cha ndege, kwa sababu kiota cha ndege pengine hata mguu mmoja wa mtu hauingii ndani yake. Lakini hii ni kuhimiza kujenga misikiti ya Allah, kwamba tuijenge, kwa sababu ukijenga msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe hakika utakuwa ni katika wale ambao Allah amekuandalia makazi katika pepo yake kwa kujengea nyumba katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huku ni kujenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuijenga hii nyumba ya Allah haitoshi. Lakini jambo kubwa katika hilo ni kuilinda, na katika kuilinda, jambo la kwanza ambalo ni muhimu ni kutekeleza ibada ndani yake kama inavyopasa kwa njia ya watu wema waliotangulia. Sisi tunasema hapa, tunaswali hapa, ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kitakachofanyika ni kile alichotufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kile alichotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu, katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala Allah ameamrisha linyanyuliwe na litajwe jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, linyanyuliwe na litajwe jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kunyanyua jina la Allah ni kujenga misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kunyanyua jina la Allah subhanahu wa ta'ala ni kuilinda misikiti hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuilinda, kuitunza, kutoichezea, kutoiharibu. Kama inahitaji matunzo fulani, marekebisho fulani, kurekebisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mtakumbuka kisa cha mwanamke ambaye katika hadithi mashuhuri inaitwa hadithu Qammamatu al-Masjid, kwamba mwanamke yule alikuwa kazi yake ni kukusanya taka msikitini na kusafisha msikiti. Wakati fulani huyu mama alikuwa akiingia wakati wa asubuhi kabla ya dhuhuri, na mara kadhaa alionwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna mama fulani amezoea mazoea yake, kila wakati, kila siku au kila muda alikuwa akiingia msikitini akisafisha, akiingia vyoo kusafisha,
masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwandaa kupitia tabani wanawake, wakamzika. Kipindi wanamzika walishauriana, tukamwamshe Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukampe taarifa Mtume, asema mwache Mtume apumzike. Wakaenda wakamzika. Walipomzika siku ya pili au ya tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yule mama hamuoni, yule mama hamuoni. Akaambiwa kwamba yule mama amefariki Mtume na tumekwenda kumzika, hatukukueleza, tunataka kukushughulisha. Akasema kwa nini msiambie? Dulluni ala qabri, nielezeni mmemzika wapi. Akaenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kaburi lake, akamuombea kule kule kwenye kaburi lake. Hii kuonesha kwamba lile tendo alikuwa analifanya ni tendo kubwa sana, adhimu sana. Mtume alisikitika kwa nini hakumswalia, kwa nini hakupewa taarifa ya kwamba yule mama amefariki. Akatoka kwenda kule kaburini na kumwombea Mtume sallallahu kule kule kaburini, kuonyesha uzito wa kusimamia msikiti. Hebu fikiria, huyu alikuwa anasimamia usafi wa msikiti, akaokota karatasi, akaokota jani lililoanguka, akasafisha sehemu iliyoharibika na mfano wake. Kwa hiyo akawa anafanya mambo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huku ni katika kuhifadhi na kuitunza misikiti au nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika kuhifadhi, kinyume chake, kutoichafua na kuleta mambo ambayo hayatakiwi yapatikane katika msikiti. Mfano, msikitini hakufanywi biashara, hapatangazwi biashara. Msikitini pia hapatangazwi vitu vilivyopotea. Mtu kapoteza saa yake, kapoteza kiatu chake, ukatumika msikiti kwa ajili ya kutangaza kwamba jamani, mmeiona wapi saa fulani, saa fulani, saa fulani, kiatu fulani, kiatu fulani, kiatu. Hapana. Makatazo yamekuja Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba mkimwona mtu anatangaza kilichopotea msikitini, basi muombeeni kwamba asikipate hicho kitu. Na hivyo yule ambaye anayetangaza biashara msikitini, muombeeni Mwenyezi Mungu amtie hasara, asipate baraka kwenye biashara yake. Kwa nini? Yako maeneo ya kufanya hayo. Sasa kwa nini usitumie hayo maeneo mengine, kutumie hii nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nyumba ya Allah kazi yake ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah, haitakiwa changanye watu mambo mengine. Katika kuhifadhi misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, kama tulivyosema, kutoichafua. Moja ya kuchafua ni haya tuliyosema. Pia haifai kuwa na mizozo ndani yake, mizozo au mazungumzo ya kisiasa au mazungumzo ya mipira. Watu wakawa labda wanasubiri swala, wameingia mapema, wametoka zao huko walikotoka, sasa wanasubiri swala, wakawa wanazungumzia mpira, Manchester, Arsenal, Simba, Yanga, Kagera Sugar na mfano wake, wakawa wanazungumza. Haifai mazungumzo katika msikiti. Hivyo siasa za dunia hizi, siasa zile ambazo hazina mwelekeo, hazina uchamungu ndani yake, haifai kuzungumza katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuchafua misikiti kwa kuingiza uchafu ule ambao usiofaa kama najisi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akiwa msikitini, alikuja bwana mmoja. Mtume alikuwa na masahaba zake msikitini. Akaja bwana mmoja ambaye ni bedui, hana ustaarabu wa mjini. Alipoingia pale msikitini, akahisi kwamba amebanwa na haja ndogo. Akatoka yule bwana bedui yule, akatafuta kona ya msikiti kama kule, akajisogeza mbali kona ya msikiti, akajisaidia ndani ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na unajua msikiti ulikuwa udongo. Kwa hiyo ghafla watu wanasikia, wakamsimamia, wakatoka, wakamkunja, wakataka kumtia adabu, kumpiga. Kwa nini? Kwa sababu anachafua msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema,
mwacheni. Akawaamrisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia wahariku ala baulihi sajla mima'in au dhanuba minha, badala yake nyinyi sasa hebu safisheni ile eneo, safisheni vizuri ili kwa kumwagia ndoo au kiasi cha maji mengi ambayo yatafanya ile najisi isiwepo, iondoke, isafishike. Wakafanya hivyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamchukua yule bidui, akaja naye akamweka mbele yake, akamfundisha, akamwambia, ewe ndugu yangu, hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, haifai humu uchafu, hii ni najisi, haifai humu uchafu. Kwa hiyo vitu kama hivyo pia havifai najisi kuichafua nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, tena ni haramu. Haiwezekani Muislamu akaichafua nyumba ya Allah kwa kuweka najisi, ni haramu. Ndio maana kuna maeneo maalum, kama mtu anataka kujisaidia, kuna maeneo maalum yametengwa kwa ajili ya kujisaidia na kupata udhu na mambo mengine. Ndugu zangu, misikiti hii kwa umuhimu wake na faida yake kubwa sana, tunaona ulimwenguni wanashindana watu kujenga nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wamefahamu umuhimu wa misikiti, wamefahamu fadhila za kujenga misikiti, wamefahamu kazi yake kubwa ya hii misikiti kijamii. Misikiti imekuja kujenga jamii, kuikusanya jamii, kuunganisha jamii, na ndio maana katika kuimarisha misikiti Uislamu umetutaka tusali sala kwa jamaa, kwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu hiyo swala ya jamaa kutengeneza umoja wetu, kutufanya tuwe pamoja, tujuane, tusaidiane, tunusuriane. Ndio maana wema waliotangulia walifahamu mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuhudhuria sala ya jamaa, kwa sababu Mtume amehimiza sala ya jamaa kiasi ya kwamba alikokoteza jambo hilo mpaka masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wema waliotangulia walikuwa hawaachi kuswali sala ya jamaa, mpaka mmoja wao alikuwa akibebwa na watu wawili akiwa mgonjwa, anapelekwa msikitini kuswali sala ya jamaa. Hii yote ndugu zangu inaonyesha umuhimu na uzito wa msikiti. Kwa hiyo shime ndugu zangu katika imani ambao tuko katika maeneo haya na popote pale ambapo tupo duniani hapa, kwamba yapasa kuiheshimu misikiti, kwa sababu misikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuijenge misikiti, tuitunze misikiti, tuimarishe misikiti, tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya misikiti, na tuepushe kila yale ambayo si mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye misikiti yetu hii. Msikiti wetu huu alhamdulillah ni msikiti wa ahlu sunna wa jamaa. Hapa utasikia qala Allahu qala Rasul, amesema Allah, amesema Mtume, kwa mujibu wa mafundisho, ufahamu wa wema waliotangulia. Ndivyo tunapofanya katika msikiti huu. Hatuna mambo ya bid'a, hatuna mambo ya khurafat, mambo ambayo hakufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na da'wa yetu ni da'wa ya wasatiyya, manhaju ya wasatiyya, kwamba sisi tunakwenda manhaji ya kati kwa kati. Hatuna kuvuka mpaka ghulu, wala hakuna kuwa na tasawul, kwamba kuachia mambo yaende vile wanavyotaka watu, bali tutafanya mambo kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Msikiti huu kwa hiyo tuseme kwamba ni msikiti wa ahli sunna wal jamaa. Ibada itakayotekelezwa hapa ni ibada ya ile aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hiyo tuenzi msikiti huu, tuje tuswali katika msikiti huu, na kuanzia leo alhamdulillah imamu atakuwepo hapa, atakuwa anaswalisha, atakuwa anatoa baadhi ya madarasa, hata watu wakiwa majumbani mwao huko
watakuwa wanasikia dawa hii ambayo itakayotolewa hapa, mafundisho ambayo yatakuwa ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa njia nyepesi, bila kutukana watu, bila kubughudhi watu, bila kuaibisha watu. Ni swala kama alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimeambiwa dakika zangu zimeisha. Kwa hiyo napenda na mimi nichukue fursa hii kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye alikuwa sababu ya kupatikana khairi hii, Allah subhanahu wa ta'ala amjengee nyumba katika pepo kama alivyoahidi mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amlipe kila la khairi, amuondolee matatizo na mabaya na hasad yote. Kama ni mgonjwa, Allah amuondolee maradhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala sisi sote ambao tuko hapa, basi pia tulipe kila la kheri kwa kuwepo wetu hapa, na wale wote wanaotusikiliza wakiwa huko kwa sababu moja au nyingine hawakuweza kufika hapa, basi wao pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nguvu na taufiki ya Allah, waje katika msikiti huu, waswali katika msikiti huu. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.